Lissu ametufundisha namna ambavyo viongozi tunapaswa kuwa. Sisi kama Chadema, pamoja na matukio yote ya wenzetu kutekwa na kuuawa, mwenyekiti kuwekwa gerezani, hatuwezi kurudi nyuma. Kwanza awali ya yote ninamshukuru Mwenyezi Mungu ametukutanisha hapa kwa siku nyingine. Tukiwa hapa lengo ni moja, kuzungumza na Watanzania wote kulingana na kipindi tulichopo. Sisi kazi yetu wanasiasa ni kutoa mwelekeo wapi tunaelekea, hususan kwa watu ambao tunawaongoza na wale watu ambao wamekuwa wana matumaini na chama chetu. Sasa kabla sijaendelea mbele, kwanza niombe radhi. Wiki iliyopita ilikuwa nifanye mkutano na waandishi wa habari hapa kwenye ofisi zetu za kanda, lakini kwa bahati mbaya niliahirisha kwa sababu za mkanganyiko kidogo hapo ofisini. Kulikuwa kuna ratiba pia za makamu mwenyekiti wa kanda kufanya mkutano wake siku hiyo. Kwa hiyo kwa afya ya hotuba yangu na kile ambacho niliandaa, niliona nimpishe makamu mwenyekiti kwa sababu alikuwa anazungumza mambo pia ya msingi sana kuhusiana na ndugu yetu aliyepotea Mdude Nyagali. Kwa hiyo niweza kuahirisha siku ile ratiba. Kwa hiyo niombe radhi. Najua kuna watu walipata sana usumbufu, hasa watu kutoka kwenye ofisi yangu ambao waliandaa mabango, watu waliopata taarifa kwamba tutafanya kikao na tukaahirisha. Watu wengi sana walipata usumbufu, tunaomba radhi kwa hilo. Lakini siku ya leo ndugu zangu, tumeitana tuzungumze mambo machache sana yanayohusiana na maisha yetu na mwelekeo wa chama chetu. Sababu hata mimi binafsi kulingana na sitofahamu inaendelea, nimekuwa nikipigiwa simu nyingi sana. Lakini awali ya yote ninapenda kuwapongeza wana Mbeya kwenye swala la kumtafuta ndugu yetu na rafiki yetu Mdude Nyagali, kwa namna ambavyo wameonyesha umoja, wameonyesha mshikamano. Tulikuwa tuna kambi ya kudumu hapa, lakini tumeshirikiana kumtafuta Mdude kila mahali, na watu waliona na dunia imeona namna ambavyo wana Mbeya wakiamua jambo lao hawakatishwi tamaa wala kurudishwa nyuma. Tulimtafuta kwenye ofisi za umma, tulienda kumdai kwa RPC, kwa mkuu wa mkoa, kila kitu tulifanya ambacho kinahusiana na kutimiza wajibu, kwamba mwenzetu anapopotea, binadamu yote ana thamani, na thamani ya binadamu hailinganishwi na jambo lolote. Hapaswi kuendelea na maisha yenu mengine, napaswa kuungana, kushirikiana. Na ndicho kitendo ambacho wana Mbeya walikifanya, tumekifanya, na siku zote kumekuwa kuna kambi hapa, maombi yakifanyika, lakini pia na jitihada za makusudi zikifanyika za kumtafuta ndugu yetu. Mpaka sasa ndugu yetu hajapatikana, hatujui aliko, awe ni mzima au amekufa. Tunaendelea kuzisii mamlaka zilizomchukua na kumshikilia zimwachie akiwa huru au kwa namna yote ile, ili mradi tujue hatima ya ndugu yetu, aidha amekufa au ni mzima. Tunachohitaji ni kuona mwili wa Mdude. Kwa hiyo mamlaka hizi zinawajibika kutuonyesha ndugu yetu yuko wapi, kwa sababu sisi kama taasisi, familia, tuliwaonesha ushirikiano na tuliwaambia kwa kuanzia ni wapi. Kwa hiyo wao wana wajibu wa kuhakikisha wanatoa majibu kwa Watanzania, kwa sababu kazi ya serikali, kazi ya jeshi la polisi ni kulinda raia wake. Mtaji wa serikali ni raia. Kwa hiyo kama raia wanapotea tu kama kuku, hatuwezi kuwa tuna imani na serikali ambayo inapoteza watu. Kwa hiyo tunatoa rai kwa serikali kwamba bado wana nafasi ya kujisaisha katika jambo la Mdude, aidha apatikane akiwa hai au akiwa amekufa. Kwa namna yoyote ile tunahitaji tumuone ndugu yetu. Tusikae tu kusema ndugu yetu hayupo. Mimi naziamini mamlaka za nchi yetu, kama zikiamua kufanya jambo hili liwezekane, linawezekana. Kwa hiyo nilikuwa nataka niweke rekodi sawa kwa kuwapongeza wana Mbeya, na kwamba jambo hili kwa Mbeya tutaendelea kwa sehemu ya maisha yetu. Tutakubali mwenzetu mmoja anapotoweka sisi kwenda kulala. Kama kuna dhambi kubwa ambayo tunaweza tukaifanya, ni kwenda kulala nyumbani na familia zetu wakati mwenzetu mmoja anafanyaje, anapotea. Kwa hiyo jambo hili lina uwezo wa kumfika mtu yoyote, kwa sababu hakuna aliye salama mpaka sasa hivi. Kwa hiyo niwaombe wana Mbeya, jambo hili aliishia hapa, tutaliendeleza, na bado tuna kazi kubwa kuendelea kufanya. Tuliagizana hapa ofisini, watu wana jukumu la kwenda kulifanya. Lakini ndugu zangu, swala la pili ni kuhusiana na kesi inayomkabili mwenyekiti wetu wa Chadema Taifa, Mheshimiwa Lissu. Kesi ya Lissu tunajua ni kesi ya kutunga.
tunajua ni kesi ambayo ni ya uongo, ni kesi ambayo haina mashiko kabisa, kwa sababu tunafahamu Lissu hamiliki hata bastola, wala Lissu hajawahi kushika hata viboko kupigana na mtu. Lissu anadai haki. Kwa sababu Lissu anadai haki, tunajua analipa gharama. Lakini mimi binafsi kama mwenyekiti wa mkoa ninaendelea kupata faraja namna ninavyomuona mwenyekiti wetu wa taifa Lissu alivyo imara. Nafikiri Watanzania wengi wamemuona Lissu akiwa mahakamani. Ni mwenye tabasamu, ni mwenye ujasiri, bado anatupa matumaini sisi wa Tanzania na sisi wapiganaji wenzake kwamba hakuna kukata tamaa. Hata kama tungepitia vikwazo vya aina gani, tuendelee kusimama kupambania haki kwa ujasiri pasipo kuogopa. Nilipomwona Mheshimiwa Lissu, kiukweli moyo wangu ulifarijika sana. Nikapata nguvu tena kuendelea kupambana, kwa sababu mtu ambaye anaishi na risasi mwilini, amekaa magereza akiwa hajafanya kosa lolote lile, bado ana imani ya kuendelea kuwapigania Watanzania ambao wengi wao wameamua kukaa kimya. Nafikiri tumeona namna ambavyo wenzetu kupitia tukio la mahakamani, wageni kuzuiliwa, tumeona namna ambavyo Wakenya wamereact. Hivi ndivyo tunapaswa hata sisi wananchi wetu watoke, viongozi wao wanapokamatwa, watoke kwa ajili ya kuwapambania. Lissu ametufundisha namna ambavyo viongozi tunapaswa kuwa. Hata wakati ambapo watu bado hawajaelewa, wewe lazima uwe jasiri kuonesha njia. Kwa hiyo niseme sisi wa Tanzania tuendelee kumuombea Mheshimiwa Lissu, wa vyama vyote na watu waumini wote wa haki. Tuendelee kupaza sauti na kumuombea Mheshimiwa Lissu, na bila kukata tamaa kuendelea kumtia moyo na yeye, kwa sababu kipindi ambacho tunakipitia kama Watanzania ni kipindi kigumu kwa watu wote. Kwa hiyo niendelee kuwasihi wananchi wote kuendelea kumuombea Mheshimiwa Lissu, lakini kumtia moyo. Wakati huu tunaendelea na program za chama, lakini hatutasahau kwamba mwenyekiti wetu hayupo kwa sababu anataka ubunge. Hayupo kwa sababu anataka maslahi binafsi. Hakuna asiyejua kwamba Lissu anaweza akataka cheo chochote akapewa na serikali ya Rais Samia. Lakini amechagua kuwatumikia wananchi. Amechagua kuwa sauti ya wasio na sauti, ndio maana leo hii yuko magereza. Kwa hiyo ujasiri wake unaendelea kutufanya sisi viongozi kuendelea kuiga mfano na kuendelea kupata ujasiri zaidi wa kupambania haki zetu na kupambania kile ambacho tunakiamini kwa maslahi mapana ya taifa letu. Lakini ndugu zangu, nataka niseme tu, sisi kama Chadema, pamoja na matukio yote ya wenzetu kutekwa na kuuawa, mwenyekiti kuwekwa gerezani, hatuwezi kurudi nyuma. Tutaendelea kufanya mwendelezo wa kuendelea kuishusha hii elimu ya hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. No reforms, no election ni msimamo wetu. Na nafikiri ninyi mnakumbuka kwamba mkoa wa Mbeya tulipata bahati ya kuzindua operation hii. Tuliizindua operation hii mkoa wa Mbeya, lakini bado hatujaanza kuishusha chini kwenye majimbo. Ingawaje tulipata bahati ya kufanya mikutano kadhaa. Tulifanya mikutano Rungwe, Kiela, tumefanya Chunya, tumefanya Mbeya vijijini, lakini sasa tunakwenda kufanya maandalizi. Tutakapoketi na baraza langu la uongozi mkoa pamoja na kikao cha mashauriano, tutashauriana namna ya kuizindua no reforms no election ndani ya mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo hapa haiishi mpaka iishe, panachafuka tena. Tunajipanga kushusha hii elimu kwa wapiga kura. Tunaposema kwa nini hatuendi kwenye uchaguzi, tunapaswa watu waelewe. Hata mimi natamani, na wanachunya wanasema unafaa kuwa mbunge, nakubali. Lakini siwezi kwenda kugombea ubunge kwenye tume hii ambayo ina ujanja mwingi. Nilimsikia mtu mmoja jana anasema anaenda chama fulani cha zambarau eti kwa sababu anataka akawajaribu CCM. Hivi CCM ni ya kuijaribu? Unaweza ukasema kwa siasa za nchi CCM unaijaribu? Hawa watu wameiba uchaguzi wa 2019 wa serikali za mtaa. Wameiba uchaguzi wa 2020. Wameiba uchaguzi wa 2024. Tulikuwa tuna matumaini 2024 ameingia Rais Samia na 4R, tukazani kutakuwa kuna mabadiliko. Lakini kumbe CCM hawabadiliki wanapohitaji madaraka, ni wale wale. Leo kuna nini mpaka mtu anasema anataka wajaribu tena CCM? Kuna kitu gani ambacho CCM hawajakifanya ambacho kituonesha Watanzania kwamba CCM wana nia njema? Mwingine atauliza na atazungumza habari ya tume inayoitwa huru huko haiko huru. Kwamba tukawajaribu kwa sababu kuna kitu wamekibadilisha tu jina, wamekaongeza kaneno tume huru, lakini tume ni huru. Hoja ziko wazi ndugu zangu. Hiyo wanayoita tume huru bado imekataa kutoa majibu ya ibara ya 41(7) ya katiba kwamba matokeo
ya urais yanatakiwa kupingwa mahakamani. Bado mpaka leo kipengele hicho hakijarekebishwa. Sasa hii tume ina uhuru gani? Mnaingia kwenye uchaguzi ambao mnakwenda kumpambania mgombea wenu wa urais, lakini hawezi kupinga matokeo ya rais wa CCM aliyetangazwa na tume, kwa sababu hiyo tume actually imejiandaa kumtangaza rais wa Chama cha Mapinduzi. Tunaingiaje kwenye uchaguzi huo? Lakini hii tume, mwenyekiti wake, makamu mwenyekiti wa tume pamoja na wajumbe watatu wanachaguliwa na rais wa nchi. Rais wa nchi ni mwenyekiti wa chama gani? Ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Alafu huyu ndio atuundie tume ya uchaguzi ambayo ikasimamia uchaguzi, mtangaze rais wa Chadema. Makada wote tume imeeleza kiujanja ujanja. Ukisoma hiyo tume wanaosema wamefanya marekebisho, mara si wakurugenzi, imezungumza watakaosimamia uchaguzi wa ngazi ya jimbo, watakaosimamia watakuwa ni viongozi waandamizi wa jimbo. Sasa nataka mnieleze viongozi waandamizi wa jimbo wanaozungumzwa ni wakina nani? Si wakurugenzi ndio viongozi waandamizi? Kwa hawa watu watendaji wa kwenye makata wataendelea kusimamia nini? Uchaguzi. Nafikiri hii tume itawatangaza watu wa Chadema. Kwa mimi naweza nikasema ni washangae tu watu ambao wanatumika kupotosha. Naamini kwamba wanatumika. Mtu mwenye akili timamu huwezi kwenda kutaka ubunge katika hali hii ambayo hakuna tume huru nini ya uchaguzi. Kwa hiyo sisi Chadema hatuko tayari. Kama yatafanyika mabadiliko hayo madogo, tuko tayari kuingia kwenye uchaguzi hata kesho. Hata kama zitafanyika minimum reform, tuko tayari kuingia kwenye uchaguzi. Lakini mimi binafsi nataka niwaambie hata watu waliokuwa na mashaka na mimi nasema naenda mbali zaidi. Mimi hata kama ni 2030 nasubiri, lakini tupate kwanza tume huru ya uchaguzi. Kwa sababu mimi nimeshiriki uchaguzi wa 2015. Walau wakati kuna amani. Namna ambavyo wananchi walikuwa wanahangaika kulinda kura zetu. Sehemu ambayo nilikuwa nagombea, wananchi walivunja ofisi kwa kudai matokeo. Wananchi wale wamepata kesi pamoja na mimi, tulikaa mwaka mzima tunahudhuria mahakamani ndio kesi inakuja kuisha. Hayo madhara ambayo wananchi wanayapata baada ya uchaguzi nataka yaendelee. Njoo hapa Mbeya mjini tulikuwa tuna mbunge Sugu kwa miaka 10. 2010 Sugu anagombea ubunge hapa Mbeya. Wananchi wanaandamana, aidha tunachoma nyumba ya Mpesi au tunachoma nyumba ya Mama Mbirini ili Sugu atangazwe na asikubali rushwa sisi. Mnataka tuende kwenye uchaguzi wa design hiyo? Yaani kila siku sisi Chadema tuwe ni watu wa kuandamana kwa ajili ya kupata matokeo? Tumesema no. Tunahitaji kwenda kwenye uchaguzi ambao utakuwa wa huru, wa haki na wa uwazi. Hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi ambao hata wakala tu haruhusiwi kuingia na simu kituoni. Huo ni uchaguzi wa namna gani? Kwa mimi nataka niseme kwamba kuna watu watakuja na wanasema wao ndoto zao ni ubunge. Nimesema hata mimi mwenyewe natamani kagombea ubunge, hata wananchi wa Chunya wananisukuma njoo gombea ubunge. Lakini kwenye tume hii inayojiita tume huru ambayo sio tume huru, siko tayari kugombea ubunge. Niko tayari kuendelea kuwaelimisha Watanzania kwamba kwa nini hatupaswi kuingia kwenye uchaguzi usio huru na haki. Uchaguzi ambao unaacha makovu, uchaguzi ambao unaacha vifo, uchaguzi ambao unaacha umaskini kwa watu wachache na wengine wananeemeka. Leo Chama cha Mapinduzi kwa uwazi kabisa wanajisifu uchaguzi uko ndani ya chama chao. Wakimaliza uchaguzi ndani ya chama chao, kura za maoni, hakuna uchaguzi. Wanajua automatically umeshakuwa mbunge, umeshakuwa diwani. Hatuwezi tukafanya kazi ya kijinga. Ni bora tupambane kutafuta hizi reform hata ikiwezekana mpaka 2030. Lazima mabadiliko yafanyike ndio twende kwenye uchaguzi. Ukiona mtu anawaza ubunge, anawaza udiwani, namna alivyo binafsi. Sisi hatupambani reforms ili yeye awe mbunge au Lissu awe rais. Tunapambana na reforms. Tunataka mtoto wa mkulima akiwa na ndoto za kuwa rais na ana uwezo aje kuwa rais wa nchi. Tunataka mtoto wa mvuvi, mfanyabiashara au mchimbaji au wewe mwandishi wa habari, mtoto wako kama na uwezo na ndoto za kuja kuwa rais wa nchi hii, aweze kuwa rais wa nchi hii. Na mimi niseme wenye mamlaka wanapaswa kuona aibu, kwa sababu hata urais aliopata Samia ni urais wa kimungu tu. Tunaheshimu mamlaka yake kwa sababu ni Mungu alimpa. Sasa tunataka mtu yeyote ambaye Mungu ameona huyu amempatia nguvu, ana akili na ana uwezo wa kuongoza Tanzania, akitaka nia ya kugombea urais aweze kufanikiwa. Kwa hiyo tunapambana kwa sababu ya maisha ya ndoto za Watanzania wengi, hata wale watoto wa mapolisi. Tunapambana na ndoto zao. Kuna vijana wana uwezo, wana ndoto za kuwa wabunge, wana ndoto za kuwa madiwani, kuwa wenye viti wa vijiji na vitongoji. Lakini uchaguzi unaibiwa. Sisi Chadema tumekubali kupambana kwa ajili ya ndoto za watu wote taifa na tunataka taifa ambalo ni taifa ambalo lina amani, taifa ambalo lina haki.
kila mmoja anajiona ana haki. Lakini leo ukiwa na ndoto ya kugombea ubunge uende CCM, ukiwa na ndoto ya udiwani uende CCM, haiwezekani. Tunataka nchi yenye usawa na tutaendelea kuwa sauti ya watu, tukipambana bila kuchoka, kwa sababu jambo hili ni utume. Niliona wiki iliyopita dada Mange Kimambi kwenye ukurasa wake amesema anaacha kabisa ili jukumu, maana Watanzania hawataki kufanyaje, kujipambania. Lakini mmeona ameacha. Jana tu nimeona anapita kwenye tuta yake, kwa sababu hii kazi ni wito ndugu zangu. Hata sisi hatuwezi kuiacha. Yaani leo mtamchukua Mdude, mtamuua, mtampoteza, mmempoteza Soka, mtapoteza nani? Sijui mtatuambia ni idadi ya watu wangapi mnataka muwapoteze ili wasidai mabadiliko. Nikipotea mimi wengine watadai mabadiliko, kwa sababu hii kazi ni asili. Yaani hii ni kazi ambayo Mungu ameweka utume ndani yetu. Hatuwezi kuifanya. Na tunajua ndugu zangu kwamba kwenye kazi hii tunapitia jukumu gumu la kuwa na watu ambao wanapenda madaraka. Kuna watu wameingia Chadema kwa sababu ya ubunge. Wameingia Chadema kwa sababu ya udiwani, aidha ubunge wa vitimaru au ubunge wa kugombea jimbo. Mnafikiri leo wakikosa ubunge hao wanafanya nini? Nimesikia kuna chama cha zamani kilichakachaka wamekimbilia huko. Na leo kuna wengine wanapokelewa huko. Mimi nataka niseme kama kuna watu walikuwa wanaota ndoto za asubuhi kwamba mimi ndaenda Chauma, mimi Masanga bado nipo. Na niwapongeze sana wananchi wangu wa Mbeya, viongozi wangu wa mkoa wa Mbeya, hata viongozi wa staff. Hakuna mpaka sasa hivi ambaye nimesikia anaenda Chauma. Hakuna. Mbeya iko salama. Nimesikia wanasema habari ya Nyasa. Sisi Mbeya ndo icon ya Nyasa na tutaendelea kuwa sehemu ya mabadiliko na mageuzi ya kweli nchi. Hakuna hapa mwana Chadema ataenda Mbeya. Na siwezi kuwasemea watu. Lakini mpaka sasa hivi Mbeya iko nini? Salama. Mbeya iko salama na tutaendelea kuwa sehemu ya mfano. Na watu walikuwa na wasiwasi sana kwa sababu mwenyekiti alikuwa Tim Mbowe. Ni kweli mimi nilikuwa Tim Mbowe. Na kama kuna wenye viti ambao walitoka kumpambania Mheshimiwa Mbowe, mimi ni mmoja wapo. Kwenye kanda ya Nyasa kama kuna mtu alitoka front kumpambania Mbowe, ni mimi, tena kwa gharama zangu. Mimi hata nimetoka kwenda kumuomba Mbowe kwa nauli zangu, na lala hoteli na narudi kwa gharama zangu. Na nampambania Mbowe pasipo unafiki na sijawahi juta. Na haikuwa dhambi. Lakini mwenyekiti alitusi Mheshimiwa Mbowe akasema Chadema inapaswa kulindwa kwa wivu mkubwa. Kama kuna mtu amesisitiza tukilinde chama hichi ni Mbowe. Kwa sisi wengine tulimuelewa vizuri. Kuilinda Chadema sio kumpigania mtu. Mimi nilitimiza wajibu kama mimi kwa mapenzi yangu kwamba nampenda Freeman. Nilimpigania, nilisimama muda wote, nilisema hakuna ambaye afahamu nchi. Hakuna ambaye afahamu nchi. Nilipambana kwa sababu nilikuwa namwamini, lakini kwenye kuipambania Chadema, Freeman sio bora, Lissu sio bora, Chadema ndio bora kwa sababu Chadema ni imani ya wananchi. Kwa nataka niwaambie sisi Mbeya, sisi sio watu wa kupenda aibu, sisi ni watu wa kupenda heshima. Unajiita leo kiongozi wa Chauma, unafikiri nani anakuheshimu Mbeya? Hakuna. Yaani uwezi ukawa mjinga, hapa hakuna mtu mjinga. Watu wa Mbeya wanajielewa, watu wa Mbeya wanajiheshimu, wanajua wanachokipigania. Kwa hiyo mimi siwezi kuwaangusha wana Mbeya. Na huwa nawaambia watu wengi sana, wanasahau nafasi tulizopewa. Ni nafasi ambazo tumepewa kwa sababu Mungu ameruhusu kuwepo hapa. Kwa leo ukichezea imani ya wananchi, unasimama kwenye jukwaa unapuuza tu kwa sababu wewe ni mwenyekiti wa kanda au wa mkoa. Hao wananchi waliokupa imani ndio wanaokupuuza kesho. Kwa hiyo sisi tutasimama na wananchi ambao wanasema wameona madhara ya uchaguzi. Ndio maana hawezi kuingia. Kwa nini? Lazima tuwe wa kweli, unataka kuingia kwenye uchaguzi huu. Hawa Tanzania hawa wamechoka kupiga kura. Kwa sababu wanapiga kura, wanamchagua hawatangazi. Uchaguzi wa juzi watu hata vituoni hawajaenda. Mimi nilikuwa kwenye kituo kimoja. Hicho kituo huo mji unawapiga kura 10,000. Kitongoji kinaitwa Itumbi kiko Chunya. Kinawapiga kura 10,000. Waliojiandikisha walikuwa 2900. Waliojiandikisha. Kwa sisi Chadema tumetunza data. Waliopiga kura ni watu 600. Fikiria watu 2300 wamejiandikisha hapo waende kupiga kura. Watanzania sio wajinga, wanajua kwamba sisi wanaiba uchaguzi. Wamekata tamaa. Tunataka turudishe taifa ambalo mtu ataona kupiga kura ni haki yake ya msingi, kugombea ni haki yake ya msingi, na atakuwa na uhakika na kura yake. Akimchagua mtu atakuwa na hakika atatangazwa, akienda kugombea atakuwa na hakika kwamba atatangazwa kwa sababu kuna chombo huru ambacho kinasimamia zoezi la uchaguzi. Kwa nataka niwaambie ndugu zangu, hapa hakuna anaenda Chauma si cha mama. Hapa habari ya mjini no reforms, no election, na tutaendelea kuipambania kwa wivu mkubwa. Na kuna habari zinazuka. Mimi nataka napenda sana kuzungumza ukweli ili kuwafahamisha watu na ikiwezekana kukiponya chama chetu. Kuna watu hawajui, kuna mambo yanazungumzwa. Alizungumza mheshimiwa juzi, nafikiri mheshimiwa Mbowe. Kuna mambo yanazungumzwa. Mimi nilikuwa Tim Mbowe ndugu zangu. Mnajua
namna ambavyo nilishughulika na timu Lissu nilivyokuwa naishughulikia. Bila kificho kabisa. Nimepambana nao. Kati ya watu ambao walikuwa wanapigana kwenye timu, mimi nawapigia simu waliokuwa wanaongoza timu wakina Dani, nawaambia twendeni tutoke tuseme. Tusikae kimya, nilikuwa ni mimi. Na mimi nilikuwa naita vyombo vya habari, hata wao siwaambii, nazungumza nasema kwa sababu tulikuwa kwenye mashindano ya uchaguzi wa ndani. Mimi nilitumia nguvu zangu nyingi na ndio maana hata sikujilaumu tuliposhindwa kwa sababu nilifanya kazi. Lakini kwa bahati mbaya kuna watu hata hawakufanya jukumu lolote. Leo anageuka eti kwa na uchungu na Mbowe kuliko sisi. Mimi nimekaa Dar es Salaam siku 3, nimeenda mpaka nyumbani kwa Freeman. Tumekaa kikao tunazungumza baada ya kushindwa ule uchaguzi. Tulikuwa tuna makovu, lakini lazima maslahi ya Chadema yaende nini? Mbele. Tumefika hapa, tumezindua kampeni ya no reform no election. Nimehakikisha mkutano unafanyika wapi? Mbeya. Watu wakatengeneza propaganda, huyo mwenyekiti ni timu Mbowe, mkutano utafanyika Mbeya. Mkutano wa kufanyika, mikutano ya Mbeya imefanikiwa. Sisi tunaipenda Chadema, tumpendi mtu. Watanzania wanaiamini Chadema. Uwezo kuleta mchezo kwenye chama. Sasa wanasema Lissu, mheshimiwa Lissu, mheshimiwa Heche ni watu wabaya sana, wananyanyasa watu. Nenda kasema ni maneno ya uongo sana. Inawezekana kwenye hizi timu kuna watu wabaya, wapo kweli, wapambe. Wapo, ni jambo la binadamu. Kuna wapambe wa Heche, kuna wapambe wa Lissu. Lakini mimi nasema na hapa mbele za Mungu, kama kuna mtu mwema, Lissu ni mtu mwema sana. Tumekaa hapa, nimempokea mheshimiwa Lissu, amenikumbatia, aliniona na alikuwa anajua nilikuwa nampiga misumari. Mheshimiwa Heche, tumemaliza uchaguzi siku ile, wajumbe wengine wamekimbia, mimi niliondoka mapema, lakini kwenye baraza kuu nilikuwepo. Kwenye kudhibitisha wajumbe nilikuwepo. Sikukimbia, nilikuwepo. Wamemaliza, tumeenda kukumbatiana na mheshimiwa Heche na mheshimiwa Lissu. Nikiwapongeza, ndio siasa na ndio komavu. Sasa unasemeje hawa watu ni wabaya? Wamekuja hapa, mimi nimefanya kazi na Heche siku 3 za kwanza tukiwa hapa mkoani Mbeya. Ameondoka, ameenda Njombe, amerudi tena baadaye kutoka kusini. Nimekaa naye mheshimiwa Heche hapa siku 2. Tunazungumza naye, hana shida. Na tunapenda na dili zingine. Unasemeje huyu mtu mbaya? Hakuna mtu ambaye aliniuliza wewe ulikuwa timu Mbowe, haya maneno yanatoka wapi? Unajua najiuliza, ametoka mheshimiwa Lissu Sumbawanga, nimeenda naye, nimemuomba mkutano wa Chunya ukuepo, amekubali, kanipa ushirikiano. Tumefanya mkutano Chunya Makongos. Tumerudi hapa na mheshimiwa Lissu, tumekaa mpaka saa 8 za usiku Desderia. Tunafanya mkutano mchana, Sugu ananitania na saa kaka umebadilika haraka. Namwambia hii ndio Chadema ambayo watu wanaitaka. Anasema mimi mwenyewe nimeshangaa. Lissu ni mtu mwema sana na ana roho njema. Nimefanya naye kazi Nkasi huko, tumeenda mpaka wapi Sumbawanga. Mwenyekiti hana noma. Shida ni wapambe. Sasa sisi unaondoka Chadema kwa sababu ya wapambe. Hata tungeshinda timu Mbowe, ukweli ni kwamba kuna watu ambao ni wapambe ambao muda wote wanataka wawe pembeni ya bosi. Lakini kuna watu ambao tunajua jukumu la uchaguzi likiisha, tunakwenda kupambana pamoja kama chama. Kwa nataka niwaombe wa Tanzania, ukiona leo mtu anatengeneza propaganda, anatafuta uhalali wa kutaka kuondoka Chadema. Lakini nawahakikishia wa Tanzania na niwatie moyo, Chadema haitakufa kwa sababu ni mpango wa Mungu. Sisi tutakufa, lakini kama kusudi la ukombozi wa nchi hili na bebwa na Chadema, litafanyika na Chadema wenyewe. Haiwezi kufa na haiwezi kuondoka mpaka tuhakikishe tumechukua dola hii. Kwa hiyo leo hii ukiona kuna propaganda za watu wachache si wanaenda Chauma, nataka niwaambie tu muwapuuze. Wana haki hiyo ya kikatiba. Lakini hapa hata wangewaswa leo wanapokea 3,000, lakini hata kama wataondoka, hii Chadema ina wafuasi mamilioni kwa mamilioni. Wengine wako ndani ya Chama cha Mapinduzi. Nataka niwaambie wapo hata na sisi wananipigia simu kwamba kwa maeni hakuna kuondoka. Nataka kupumzika, si bora uende sisi, mnaenda Chauma. Kwa ndugu zetu wale wanapoteza muda, wengine tunawaonea huruma, tuliwaamini ni mabinti, tuliwaamini watu wakapewa heshima ya kugombea, lakini wamepuuza kwa sababu tunajua si wao, ni tamaa. Kila mmoja kwenye siasa amekuja na matamanio yake. Wengine wanatamani ubunge, wengine wanatamani udiwani, na wengine wanatamani ukombozi wa kweli. Wengine wanatamani nchi yetu kuwa kuna unafuu wa maisha. Nchi hii ndugu zangu inaelekea pabaya. Nenda maeneo leo ya uchimbaji yameshikwa na Wachina, Wachina wanaendesha maguta, wanaendesha bodaboda. Njoo hata Mbeya mjini unakutana na Wachina wanauza popcorn, wanaendesha magari. Ajira za wazawa zimevamiwa. Nchi inauzwa. Sasa kwa sababu ya mambo haya ndio maana wengine tumekubali na tumechagua wito huu wa kufanya. Na hatutaufanya kwa kuchoka, tutaendelea kupambana kwa sababu tunajua jukumu hili la kimungu, tutaendelea kulipambania. Kwa hiyo ndugu zangu, sababu za kutopewa ushirikiano hizo nimesema hazipo. Viongozi wetu wanatoa ushirikiano kwa kweli.
Na hata leo nilikuwa nazungumza na mheshimiwa Heche. Mnaendeleaje? Sasa mnataka ushirikiano gani? Ushirikiano uliokuwa unataka hao watu wanaosema ni upi huo ushirikiano? Mimi sielewi, kwa sababu kama ni ushirikiano wa kazi, kila mmoja anafanya kazi kwa sehemu yake. Kama ambavyo sisi tunapewa ushirikiano chini, na ndivyo ambavyo viongozi wetu tunawapa nini? Ushirikiano, na ni watu wema. Kwa hiyo masuala ya matimu, na niwaombe tu kama kuna watu wako Chadema waliokuwa timu Lissu, waache mambo, kwa sababu wapo watu wenye nia mbaya ambao wanataka upambe tu muda huo. Waache hizi habari, tukijenge chama chetu. Lakini kwenye viongozi, mimi nitawatetea kwa sababu nimeishi nao na nimekaa nao kwa muda mchache, ambao wamefanya mikutano hapa mkoa wa Mbeya. Nimeshinda nao kama mimi mwenyewe. Sasa unaniambiaje hawa viongozi sio watu wema? Mimi ambaye nilikuwa na wananga hawajaniuliza hata chochote, tunaendelea na maisha mengine. Sababu kama kuna mtu amewashughulikia viongozi, mimi nimewashughulikia kweli kweli. Lakini wamekuja mpaka Heche anaondoka, tunaagana naye, tuko pamoja, tuko salama. Mheshimiwa Lissu mpaka saa 4 za usiku, tunasasa mheshimiwa umechoka, ukapumzike tukuache. Yuko na mwenyekiti wa mkoa, yuko na Sugu ambaye kumuunga mkono. Unasemeje kwa namna hiyo kwamba Lissu ni mtu mbaya? Kwa hiyo tuwapuuze hao watu ambao wanazungumza uzushi. Tuko kwenye vita, na mheshimiwa mwenyekiti Lissu anasema tujiandae kwa vita kubwa iliyoko mbele yetu. Vita ni pamoja na watu ambao tulikuwa nao, tulikula nao, tulishinda nao, kutusaliti. Sisi wengine tulitegemea, na hili jukumu bado ni gumu ndugu zangu, mpaka tutapata ukombozi. Kuna watu wengi wataondoka, lakini niseme sauti ya haki ya mwenye haki haipotei. Watachelewesha haki, lakini hawawezi kushinda. Watamuondoa mmoja mmoja, watachukua huyu, watamuiba yule, wataua yule, lakini bado watazaliwa watu wengine, wataamka watu wengine kupambana kwa ajili ya haki, kwa sababu haki ni ya Mungu. Haki ni ya Mungu. Kwa hiyo kiniondoa mimi, atakuja mtu mwingine. Kwa hiyo jukumu hili msiogope. Hao wamepumzika. Chadema ni kama meli, anapanda mtu mwingine, ni kama basi. Ifika kituoni umefika, unashuka, atapanda mtu mwingine. Na mimi nataka niwaambie tu, ninaona Mwenyezi Mungu ananiambia huko mbele pia watu wanatoka CCM watakuja Chadema. Sasa mtu anatoka Chadema anaenda Chauma, wewe usampotea. Watu wanatoka CCM watakuja wapi? Chadema. Wako wengi sana watakuja Chadema. Kwa hiyo mimi nataka niwahakikishie kwamba chama chetu kitaendelea kuwa imara, hakitajali ameondoka fulani au fulani. Tutaendelea kupigania malengo yetu, kwa sababu hiki chama si chetu, ni chama cha Watanzania wote ambao wanaitakia mema nchi yetu. Jambo la mwisho ndugu zangu, tunajua Tume ya Taifa imegawa majimbo. Tunasubiri barua, tutayaambia majimbo yetu yajiandae kwa ajili ya kufanya uchaguzi wa ndani. Hapa kazi zinaendelea, hakuna kulala. Tufanye uchaguzi wa jimbo la Uyole, uchaguzi wa jimbo la Mbeya mjini kwa ajili ya maandalizi ya shughuli za kichama zote kuelekea huko mbele. Na tuko tayari. Kama reform zinafanyika, sisi kwenye uchaguzi tunaingia. Lakini bila reform, nimesema tutakutana hata ikiwezekana 2030. No reforms, no election. Tutaishusha elimu hii kwa wapiga kura bila kuchoka, na tutafika kata kwa kata, kijiji kwa kijiji, kuhakikisha Watanzania wanaendelea kupata elimu. Kwa leo niishie hapa. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Labda kama kutakuwa kuna maswali, na kama hakuna pia itakuwa ni jambo jema zaidi. Asante. Nianze kujibu swali la kwanza la kaka hapa kuhusiana na kambi yetu kusitishwa. Jambo la kwanza, watu waliokuwa wamekaa hapa kambini walikuwa wamejitolea kwa dhumuni la kumtafuta Mdude. Na kuna mambo yalikuwa yanaendelea hapa kambini kama kuomba na kufanyaje, wakiwa na nia njema kabisa kukaa na kupambana kwa ajili ya kumtafuta ndugu yetu. Lakini kwa bahati mbaya sana, ndugu zetu waliendelea kutuwinda au kuwinda watu wetu hata walipokuwa kambini. Imefanyika jaribio aidha ilikuwa la mauaji au la kuzuru watu kwa kumwaga sumu hapa ofisini. Wamemwaga sumu ambayo mpaka leo jeshi la polisi na ofisi ya mkemia mkuu wa serikali hawajatuletea majibu kwamba ni aina ya sumu gani. Lakini kulikuwa kuna sumu kali sana hapa ofisini. Lakini nawashukuru viongozi waliokuwepo wakati huo pamoja na jeshi la zimamoto, walifanya shughuli ya kumwaga maji, maana kulikuwa kukaribu. Kwa hiyo ni mojawapo ya sababu ambazo zilipelekea kambi yetu tuweze kuivunja. Kwa sababu tuliwaza sisi kama viongozi pamoja na watu waliokuwa kambini, kama hao watu leo hii wameweza kumwaga sumu, sasa hivi wanaanza kufanya nini? Tulikuwa na makamanda ambao wanajiamini sana hapa, lakini kazi ya viongozi ni kulinda watu nao waongoza. Kwa hiyo tulitoa ushauri kwamba tuna mbinu nyingi za kupambana. Ni kama leo mwenyekiti wetu Lissu yuko wapi? Gerezani Ukonga. Kazi za chama zimepoa. Si mnaona Heche anafanya mikutano kanda ya Ziwa, yuko na Mnyika, yuko na Kinalema. Na sisi Mbeya tumesema tunaanza kufanya sote, kwa sababu kazi za chama haziwezi sisi tunajua wataendelea kuchukuliwa wengi, tutaendelea kupotea, lakini anapopotea mtu wetu tumesema mkoa wa Mbeya tutaonesha mfano.
tutapambana kwa namna yoyote ile kupigania maisha ya mwenzetu, ambapo panakuwa pametushinda kwa sababu tunafahamu mkono wa hao ambao wanachukua watoto ni mkubwa. Tutakaposhindwa tutaishia hapo, lakini mpaka sasa hivi tunaendelea bado na program hata za kuomba kwa ajili ya Mdude, na sisi Mungu wetu tunamwamini atajibu kwa wakati wake. Kwa sababu za kuiondoa kambi ni kuhusiana na usalama wa watu wetu, sababu kazi ya viongozi, mimi kama mwenyekiti wa mkoa siwezi kukubali watu wanaendelea kuvamiwa hapa, kuwekewa sumu. Siwezi kujua hao wauaji wana nia gani nyingine. Na kila siku tulikuwa tunaona kuna watu ni wa usalama ni wanaokuwa wanashinda kwenye bao hapa, nafikiri mlikuwa mnaona watu wengi hata tuwafahamu. Kwa tulikuwa tujui namba ya maadui zetu waliokuwa wanazunguka kwenye ofisi zetu. Kwa tulishauriana na watu wetu na sisi kama viongozi tukasema kwamba kambi yetu lazima ishie hapa. Tutaangalia namna ya kuendelea kufanya, lakini bado tunatakiwa kuendelea kuwa jirani na familia, pamoja na zile program zetu zilizokuwa tunafanya hapa tutaendelea kuzifanyia majumbani za kupambana kumtafuta mwenzetu. Lakini pia tunajua wapo wana sheria, tutaendelea kushirikiana nao kadri ambavyo watahitaji msaada wa chama. Kwa hiyo nafikiri la kambi linakuwa nimelijibu. Kuhusiana na swala la no reforms no election tumejipaje muda. Nafikiri nimesema kwamba muda sio mrefu tutafanya kikao cha baraza la uongozi mkoa wa Mbeya, lakini baadaye tutafanya kikao cha mashauriano mkoa. Viongozi wote wa majimbo yote sasa, nafikiri na baada ya kufanya uchaguzi tutakutana kwenye baraza la mashauriano kwa ajili ya kuzindua operation maalum ya no reforms no election mkoa wa Mbeya. Watu wanajua moto wangu, watu wanajua moto mkoa wa Mbeya. Sisi hatusubiri aje nani. Sisi tunaendelea kufanya kazi za chama, kwa sababu mimi kwa sehemu yangu natimiza wajibu kama mwenyekiti wa mkoa, viongozi wangu wa wilaya wanatimiza wajibu wao, na viongozi wa majimbo na wakata wanapaswa kutimiza wajibu wao. Kwa hiyo sisi tutashuka mpaka chini kumuelimisha Mtanzania mmoja mmoja kwa nini tunasema no reforms no election. Kwa hiyo tutafika huko na kuhakikisha tunatoa elimu hii kwa wananchi. Kwa hiyo mwezi wa 6 katikati tunakwenda kuzindua hii operation ya no reforms no election ndani ya mkoa. Jambo jingine, mwandishi umeniuliza kuhusiana na Mheshimiwa Mbowe kwamba nini nafasi yake. Watu wanaohama ni timu Mbowe. Kwanza nataka niweke mambo sawa. Kuna timu Lissu pia wanahama. Kuna kijana alikuwa timu Lissu, nafikiri ni Serengeti huko, ametimkia CCM, yeye ajeenda Chauma. Alikuwa timu Lissu tena alikuwa front. Anasema hakuna kuhama chama, lakini ametuacha si timu Mbowe niko hapa. Ameondoka yuko ameenda CCM. Na hao wanaondoka sasa hivi wanasema ni timu Mbowe, lakini mimi nataka nikuhakikishie brother, kaangalia sehemu kubwa watu wanaohama kama walitoka front mbele kama mimi ambaye nilikuwa nampigania Mbowe, au kama Mungure wa Arusha. Sasa kuwasemea wengine actually, lakini sehemu kubwa ambayo tulikuwa tunapigania, tunajua tunampigania Mbowe kwa sababu tunaipenda Chadema. Tupo Chadema na baada ya kushindwa uchaguzi ule tulisema Chadema imeshinda na tukatangaza kumuunga mkono Mheshimiwa Lissu. Sasa sisi ndio timu Mbowe halisi. Kama kuna watu wanatakiwa waitwe timu Mbowe ndio sisi. Lakini utimu Mbowe huu sisi huko uliisha pale pale, sasa hivi ni timu Chadema. Yaani hata ikitokea chairman anaondoka sisi bado tuko wapi? Siwezi kumsemea, lakini Mheshimiwa Mbowe kukaa kwake kimya, mimi binafsi hakuwezi kunitishia katika hili. Kwa sababu kiongozi unapoondoka madarakani unapaswa utulie. Uwe mtulivu, wape muda wanaofanya nini? Siku akihitajika na dhamira yake kamtuma kusema atazungumza. Kwa sababu siwezi kumpigia mimi leo simu, Mheshimiwa Mwenyekiti nataka useme, no. Tunaamini hekima yake na busara yake. Lakini moyo wa binadamu na mambo mengi, mimi siwezi kumsemea Mheshimiwa Mbowe. Ninachojua tu halituagiza Chadema tuwe na wivu mkubwa wa chama chetu. Maneno ya Mbowe hajaanza kuyasema leo. Mimi nilikuwa kiongozi wa chama hichi kwa miaka mingi sana. Kama kuna jambo ambalo Mheshimiwa Mbowe alisema 2019 tukiwa kwenye uchaguzi, alisema chama hichi tunapaswa kukilinda kwa wivu mkubwa. Na yeye amekuwa mfano, pamoja na mambo mengi yatokea kwenye kampeni, kuna angara kufanya, alikilinda chama hichi kwa wivu mkubwa. Alihakikisha tunafanya uchaguzi wa uhuru, wa ukweli na wa uwazi, na kila mtu aliona kwamba aliyeshinda ameshinda kwa nini? Kwa haki. Hayo ndio mahaba na Chadema. Kwa hiyo mahaba ambayo Mbowe sisi alituachia, sisi wengine tulimuelewa vizuri. Sisi tunafikiri ndio mahaba. Yaani mimi ukiniambia mahaba ni kusimamia kile ambacho alisema Mheshimiwa Mbowe kwamba tukilinde chama hichi kwa wivu mkubwa. Na tunaendelea kukilinda chama hichi. Kwa hiyo katika hili linamhusu mwenyewe. Tumpe muda mwenyekiti apumzike. Ikifikia mahali atataka kurudi, yeye ni mjumbe wa kamati kuu, atasema kwa wakati wake. Lakini sasa hivi si muda pia wa kumbuka, atasema kwa wakati wake. Jambo jingine nimeulizwa kuhusiana na kugawa majimbo, kwamba kwa nini tunaenda kuchagua viongozi ambao majimbo yamegawiwa.
Nilisema tunaenda kusimamia uchaguzi wa jimbo la Mbeya mjini na jimbo la Uyole. Nataka niwaambie sisi kama taasisi ya chama tunaendelea kufanya kazi, kwa sababu mfumo ambao ulinifanya mimi niwe mwenyekiti wa mkoa ndio huu ambao unaushusha chini. Katiba yetu sisi inatueleza kwamba mkoa utasimamia uchaguzi wa nafasi za wilaya na majimbo. Kwa hiyo mimi natimiza jukumu la kikatiba la kusimamia haya majimbo ili yaendelee kufanya kazi, kwa sababu wanahitaji kufanya kazi ya kuendelea kujenga chama. Nimezungumza habari ya mikutano. Nani ataandaa mkutano wa Mbeya mjini na jimbo la Uyole? Ni hawa viongozi ambao tunakwenda kufanyaje? Kuwachagua. Na niseme tu wazi, sisi tuko tayari kwa lolote. Kama reforms zinapatikana, sisi hata kesho kinanuka tunaingia kwenye uchaguzi. Sasa mnataka tuingie kwenye uchaguzi ndio tuanze kufanya uchaguzi wa majimbo? Ikitokea tunaingia tuanze. Kwa ndio maana nimesema kwamba baada ya kupata barua tutakwenda kufanya chaguzi za majimbo ya haya mawili ambayo yamezaliwa upya. Kuhusiana na inaleta taswira gani kuhama, nimesema Mbeya tuko salama mpaka sasa. Kwa Mbeya tuko salama na najivunia, na wananchi wa Mbeya wanajielewa. Wananchi wa Mbeya wanajielewa. Siwezi kumsemea mtu mmoja mmoja, lakini mkoa wangu mpaka sasa uko salama. Na sisi Mbeya tumeendelea kuwa kielelezo na tutazidi kuwa kielelezo cha mageuzi nchini. Hata niondoke Masaga haje nani, tutaendelea kuwa kielelezo cha mageuzi nchini. Hii ndo asili ya Mbeya. Yaani sisi kwa asili yetu mtu mmoja mmoja, watu wa Mbeya tunajielewa, tuna akili zetu timamu. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa mkoa kwa zamana hii ndogo niliyopewa, mimi naendelea kuwa msimamo wa mbele, kuheshimu mamlaka ya wananchi, kuheshimu kile ambacho wananchi wanakisema. Tunajua wananchi wanataka kwenda kwenye uchaguzi, lakini hawa wananchi ndio wanaosema mnaendaje kwenye uchaguzi usio huru na haki. Kwa wao ndio wenye no reforms no election. Hii sio ya HO wala disco, tutaendelea kusimamia kile ambacho wanatuagiza. Kwa hiyo nafikiri brother ulichelewa kidogo mwandishi wa habari, lakini Mbeya tuko salama mpaka sasa. Hakuna anayekwenda kwenye hicho. Hivyo vyama vichakavu, hakuna anayekwenda kwenye. Chama ni kimoja tu ambacho Watanzania wana imani nacho. Ni Chadema brother. Yaani hatuwezi kupoteza muda. Nataka kupumzika siasa, kapumzike sisi. Ukienda chama kingine, Watanzania wanajua wana akili. Watanzania wanajua wana akili. Kuna vyama vingi, lakini chama ambacho watu wana imani nacho ni Chadema pekee yake. Ndugu zangu, mimi nafikiri maswali yote nimeyajibu. Ninawashukuru sana. Tutakutana field, maana kazi inaendelea. Asante sana.